Asante sana Bedi Jean de la Croix, taarifa hiyo kutoka kule nchini Ethiopia. Na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo inatupeleka nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba mamia ya wasafiri jijini Nairobi walikwama hii leo asubuhi baada ya waendeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma maarufu kama matatu kugoma. Awali Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya, na Abedi alimuuliza ni kwa nini waendeshaji wa matatu au taxi nchini Kenya wamegoma, na Martin Weren alianza kwa kufafanua zaidi. Wiki iliyopita tuliweza kuwaona wale viongozi wa makundi ya hizo mashirika za matatu wakijitokeza wazi na kusema kwamba siku ya leo wataitisha mgomo katika Kenya yote ama katika vile miji mikuu katika taifa letu. Na kwa kweli kuamkia leo tuliweza kuyaona magari yale yamekosa kufanya ama kubeba abiria, na baadhi za magari yale pia tunaweza kuona wakiegeza katika mabarabara kadha wa kadha na kuziba ama kuzuia kabisa uchukuzi katika mji ama hasa mji wa Nairobi. Naam. Na mgomo huu umeathiri kwa kiwango gani shughuli za usafiri na maisha wakazi wa Kenya kiujumla na Nairobi kiupekee, hasa wafanyakazi na wanafunzi? Naam, katika taifa letu ama katika mji mkuu wa Nairobi kuna njia tofauti ya uchukuzi. Kuna hizo matatu, kuna treni, kuna zile taksi za kibinafsi ambayo pia inafanya uchukuzi. Walakini Wakenya, asilimia kubwa ya Wakenya wengi hutumia hizo matatu, hasa wanafunzi na wanaoenda katika makazi na biashara, na kidogo imeweza kuadhiri ama kufanya shughuli ya uchukuzi kwa leo kusimama, na watu wengi unaona wakitembea kwenye bodaboda na kwenye miguu na kadhalika. Tunasema kwamba asilimia kubwa ya uchukuzi siku ya leo iliweza kusitishwa. Naam. Na serikali mpaka sasa imesema lolote kuhusiana na mgomo? Naam, hii leo tunaona maafisa wa usalama wakikabiliana na wale wenye zile matatu, kwa sababu kuna wale walikuwa wameegesha katikati ya barabara kuzuia ama kujaribu kusambaratisha asilimia kubwa ya usafiri katika ndani na nje ya mji wa Nairobi, na kidogo walinda usalama wale walikabiliana na wale madereva, na tumeshaona wakiweza kuzing'oa zile plate numbers za magari, na hii itakuwa ni kibarua kikubwa kwa wale wanabiashara, kwa sababu ukienda kutafuta ile plate number basi utapatana na mkono wa sheria. Kama ni umefanya mambo ya mgomo, basi usiwazuia ama usijaribu kuzuia wengine kufanya shughuli yao ya kawaida. Serikali imesema kwamba wale wanagoma wasitishe mgomo ule na warejee katika biashara yao ya kawaida. Naam. Na je, mpaka sasa mgomo unaendelea, na wanasema wanagoma mpaka wakati gani? Mwanzo sababu kuu ya mgomo huu ni kwamba wale wenye matatu wamesema kwamba kuna wale waendeshaji wa bodaboda mjini sisi pale katika nchi ya South Africa. Kidogo niliona hamna bodaboda, kuna tuk, lakini katika taifa la Kenya kuna ile motorbikes ambazo zinatumia katika uchukuzi, na imesemekana kwamba wale vijana wenye waendeshaji wa zile motorbikes kidogo hawana ujuzi ya kuwa katika barabara, na mara nyingi wanahusika na ajali. Mara nyingi unapata matatu imeweza kumgonga wale waendeshaji bodaboda, na wale vijana ambao ni wengi kwa namba wanajitokeza na kuweza kuchoma zile matatu kupeleka wenye matatu hasara kuu. Hapo kidogo nakubaliana na wale wenye matatu, kwa sababu pia wale waendeshaji bodaboda ni watu ama ni vijana ambao hawana nidhamu katika barabara. Wengi wao hawana ujuzi ama hawana leseni ya kufanya zile shughuli, na kidogo kumchoma gari la mtu si nzuri ama si haki, hiyo si sheria. Ndio inahitaji pia serikali iweze kukaza kamba na kujaribu kuangalia madilio ama madai ya wenye magari. Kuna kidogo utovu wa nidhamu kutokana na wale vijana ambao wanaendesha zile bodaboda. Serikali imewaomba waweze kurejea katika usafiri wa kawaida, lakini bado mgomo ule unaendelea. Naam.
Sasa tuangalie sheria hizi ambazo zimewekwa, sheria hizi za michuki. Zina manufaa gani kwa usalama wa barabarani na ni changamoto zipi zinajitokeza katika utekelezaji wake pengine? Mwanzo, sheria ya yule waziri wa kitambo mwenda zake Mheshimiwa Michuki ilikuwa kwamba gari zote za abiria ziweze kukuwa na mikanda, iweze kuwa na kitu inaitwa speed governor, isiende zaidi ya kilomita 80 kwa saa. Walakini wakati huu kidogo ni kama kuna uzembe kidogo kwa yale mashirika husika, kwa sababu utaona pia zile matatu pia zinacheza muziki ya hali ya juu, zinawekwa mataa ambazo si nzuri ama zinahatarisha maisha ya waendeshaji barabara. Kwa jina ama tukiweka kwa ufupi ni kwamba wahusika katika taifa la Kenya wenye magari ya kubeba wananchi, yani matatu na wenye bodaboda, wote hawana nidhamu. Wakaweza kurejeshwa katika skuli na kujifundisha sheria za barabara, basi kutakuwa na uhusiano bora kati ya mwanabodaboda na mwendeshaji wa matatu. Utapata mara nyingi wale waendeshaji matatu wanasimamisha matatu ama wanaegeza popote katika barabara. Wewe ukikuwa na gari yako ya binafsi, basi unapata changamoto sana, na wale pia wenye bodaboda unapata sometimes wanapita wrong side ya barabara na kadhalika. Naam. Martin, shukran sana kwa uchambuzi makini kabisa. Asante sana. Shukran.